العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ndugu wana semina kuhudhuria katika semina hii. Kwanza kabisa ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi alhusna wa sifatihi alula, kwa kupitia majina yake mazuri na sifa zake tukufu atukunjulie vifua vyetu kwenye kuifahamu haki na kuikubali na kuifanyia kazi na kuieneza haki hiyo, na tujalie sisi kuwa ni katika watu wake wema wanaoishi kwa ajili ya kumtumikia yeye subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sababu ya sisi kupata radhi zake subhanahu na kuingizwa katika aljanna na kuepushwa na moto. Ajalie vikao vyetu hivi viwe ni vikao vya kheri vyenye baraka na faida tele kwenye maisha yetu ya dunia na akhira tunakoelekea. Atufundishe katika dini yetu kile tusichokijua, na aturuzuku ilmu yenye manufaa tukao tunufaisha sisi na vizazi vyetu na umma kwa ujumla. Muhadhara tulionao mbele yetu ni katika mfululizo wa ile mihadhara tuliyoanza jana. Maudhui hizi zina mwelekeo mmoja, ni maudhui moja lakini imebeba vipengele vinavyotiririka kwa pamoja, na maudhui hii ni pana sana, kubwa, inahitaji wasaa na muda wa kutosha. Sasa kawaida kwa mujibu wa ratiba zetu tuliona kwamba muda wa baada al-maghrib utatosheleza, kwa mihadhara ikawa imewekwa baada ya salati al-maghrib, lakini kiuhalisia hasa haitoshelezi. Tutakuwa tunajitahidi kufumba mambo ili yaendane na wakati, tutakosa faida nyingi. Kwa uongozi ukaona kwa kuyazingatia maslahi ya waliohudhuria na wale walio mbali wanaosikiliza, mhadhara wetu uanze muda huu wa saa 11 mpaka kubaila al-maghrib. Nyuma kidogo ya kuingia maghrib tutasimama, lakini pia muhadhara utaendelea tena kwa kipindi chake cha pili kwa siku ya leo baada al-maghrib. Pengine tutapata wasaa wa kutosheleza kwa kiasi fulani insha Allah. Palikuwa pamebakia vipengele viwili baada ya kuifafanua manhaji salafu salih
ni ipi, fadhila zake ni zipi, je kuna ulazima wa kushikamana nayo, ambao ilikuwa ni muhadhara wa jana. Unatakiwa pia uanze muda kama huu, lakini haikuwa hivyo, qadarullah wa ma shaa faal. Sasa leo tutakuwa na vipengele viwili. Kwa wakati wa sasa tutasoma kipengele kimoja, hatari ya mtu kupotoka kuiacha njia hii ya haki, hatari ya kuiacha njia ya salaf, au madhara, naweza kusema hivi, madhara itakayompatikania mtu kwa kuiacha njia ya salaf. Je, mtu atakapokuwa amepinda akakengeuka kuiacha njia ya salaf akafuata njia nyingine, atakuwa salama? Kama vile wanavyosema baadhi ya watu kwamba sote maadamu tumwabudu Mungu mmoja, wewe ukishika njia ya Musa, yule kashika njia ya Yesu, yule kashika njia ya Muhammad, sote tumwabudu Mungu mmoja, hakuna neno. Kwa maana dini zote hizo ambazo watu wake wanajinasibu nazo na kwamba zina vitabu kutoka mbinguni, dini zote za sawa. Kwa hiyo hakuna haja ya mzozo, kwa sababu tumwabudu Mungu mmoja, sote ni wana wa Ibrahim. Ya nini kugombana? Kuna baadhi ya watu wanajinasibisha na Uislamu, wanazikubali fikra hizi, hawajui kwa sababu ya ujinga wao kwamba kuna aya ndani ya Qur'ani inayowakataa, waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yeyote anayetaka dini nyingine isiyokuwa Uislamu iwe nayo ni dini, huyo hatakubaliwa. Haitoshi, na akhira yeye atakuwa ni katika waliopata hasara. Watu waliopata hasara atakuwa na yeye yumo. Haijalishi kwamba yeye ameamua kuifuata dini hiyo nyingine au amefuata Uislamu, lakini hiyo dini nyingine pia aiona ya sawa, hivyo itakavyokuwa. Lakini yoyote anayetaka dini nyingine isiyokuwa dini ya Kiislamu iwe dini, hilo halitakubaliwa kwake, na akhira atakuwa ni katika waliopata hasara. Kwa hiyo wachilia mbali ile njia tunaizungumza sisi, njia ya salaf, kuwa je kuiacha kufuata njia nyingine kuna madhara. Kuna watu wengine wanaona hata kuacha Uislamu hasa hakuna neno, maadamu umeushika Ukristo au Uyahudi, wewe waabudu Mungu kupitia Musa au kupitia Isa, basi sawa, tutakwenda kukutana na Mungu wa mbinguni. Zote hizo ni njia tumwabudu Mungu mmoja. Hii ni fikra ya kikafiri, haifai kwa Muislamu kuwa nayo. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini ya haki mbele ya Allah ni Uislamu. Alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya fatra min ar-rusul, aliletwa Mtume sallallahu alayhi, baada ya kukatika utume aliletwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na sheria mpya. Mila ni ile ile mila ya Ibrahim, lakini sheria zikawa ziko tofauti, ikazifuta sheria zote zilizotangulia. Kwa hiyo mtu hawezi kuwa Muislamu mwenye kufuata mila ya Ibrahim ila amfuate Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekuja na mila moja tu, na jana niliwasomea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, wasataftariqu ummati ala 73 firqa, ala 73 firqatan, na umati wangu huu utagawanyika kwenye mapote au makundi 73.
riwaya nyingine inasema ala 73 milla, juu ya makundi na milla 73. Ingekuwa kuna nafuu kubwa sana ingesemwa 72 fil janna, makundi 72 yatakwenda peponi wa wahidatun fin nar. Pangekuwa na udhuru hapo wa kukhalifu njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kukhalifu kwamba habashika hii mimi nitashika kule, yule atashika kule, pengine yangu mimi ni ile 65 wewe yako ni 47. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yale 72 yote yatakwenda motoni isipokuwa mila moja au kundi moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na maswahaba, kwa sababu ni jambo la kushtua hili, watu wakapatwa na mshtuko, ni kina nani hawa? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma kana alayhi, katika baadhi ya riwaya pana al-yawma, ma kana alayhi al-yawma, ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Ni lile kundi lililokuwa katika ile hali ambayo, kundi litakalokuwa katika ile hali ambayo mimi na maswahaba zangu tuko katika hali hiyo hivi leo, wanaamini kama tunavyoamini. Na ndio maana Qur'ani ilipokuwa ikiwasusuaza na kuwabeza Mayahudi na Manasara na washirikina, ikapiga mifano au ikaleta uoanisho katika imani, kwamba wale hawawezi kuamini mpaka waamini kama mlivyoamini nyinyi. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kama wao wataamini kama mlivyoamini nyinyi, hapo watakuwa wameongoka. Lakini kama wao watakengeuka, basi wajue wambo ndani ya uasi, ndani ya maasi, ya upinzani. Kama wao wataamini mfano mlivyoamini nyinyi, swali, nyinyi kina nani? Wakati Qur'ani inashuka inasema nyinyi kina nani? Ni masahaba ndio wanasemeshwa hapo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masahaba ambao Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Sasa hapa pakaendelea maneno, dhalika mathaluhum fi at-taurat. Allah subhanahu wa ta'ala anasema Muhammad yeye ni mtume wa Allah, na wale walio pamoja naye ni wasusuavu wakali mno kwa makafiri, hawana mchezo, lakini wenye kuhurumiana wao kwa wao, wana huruma. Kama sio wao wanapokutana na makafiri, tunasema sio wale waliokuwa na huruma baina yao, ni watu wakali, lakini wakiwa pamoja wenyewe kwa wenyewe wana huruma baina yao. Utawaona wakiswali, kwa maana wakirukuu na kusujudu kwa pamoja, na alama zao ziko juu ya mapaji ya nyuso zao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema huo ndio wasifu wao ulivyotajwa ndani ya Taurat. Dhalika mathaluhum fi at-Taurat, huo ndio wasifu wao ndani ya Taurat. Taurat imelitiwa nani? Imeteremshwa kwa Musa alayhi salatu wassalam. Wa mathaluhum fil injil kazar'i, na mfano wao au wasifu wao uliomo katika Injili ni kama mmea. Ikaendelea. Alhasil, tutaka kusema kwamba hawa ni watu maalum, maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya zilipokuwa zikitaja zikielezea wasifu wa waumini wa kikweli, ilikuwa kwanza wanakusudiwa wao,
Kwa sisi hatuwezi kuwa na imani za kweli mpaka ziwe zimefanana na imani zao. Inawezekana tukawa tunapishana katika ukubwa wa imani, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, lakini aina ya imani ni moja. Vile wanavyoamini wao ndivyo tunavyoamini sisi. Lakini ikiwa wao wanavyoamini tofauti na sisi, tayari hapo tutakuwa tuna mtihani. Ndio maana Allah akasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wakiamini Mayahudi na Manasara mfano wa vile mlivyoamini nyinyi maswahaba, basi watakuwa wao wameongoka. Wa in tawallaw fa inma hum fi shiqaq. Hii nadhani aya 137 katika sura al-Baqara. Pamekuwa uwiano pale. Imani hii iwe kama hii, na sisi nasi tuwe hivyo hivyo tutakokuja baadaye. Kile wanachokiitakidi wale na sisi tukiitakidi, hata kama akili zetu hazikubali katika hilo. Halikadhalika ibada zetu ziwe kama zao. Ufahamu wetu juu ya maandiko ya Qur'ani na Sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwe na mfano ulingane na mfano wa ufahamu wao. Ile misingi walioisimamia na sisi tuitumie misingi ile ile, tupite mule mule katika misingi ile. Dini ina misingi yake, kwa misingi yetu sisi ifanane na misingi yao. Kwa mfano, linapokuja andiko lolote kwenye Qur'ani au katika Sunna, andiko lile likawa kama lapingana na akili zetu hivi, tunavyotafakari kiakili, kiakili hii inakuwaje? Akili yako yani. Sasa maandiko matakatifu yanapingana na akili yako na fikra zako, kitu gani cha kutangulizwa? Msimamo wa maswahaba na waliokuja baada yao katika wanafunzi, miongoni mwa wanafunzi wa maswahaba na waliofuatia baada yao katika watu walioishi kwenye karne tatu bora, msimamo wao ni kuwa jambo lolote lililothibiti, lililokuja, lililopokewa, ima lipo ndani ya kitabu cha Allah au kwenye sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likawa linapingana na kutofautiana na rai zetu na maoni yetu na akili zetu, kitu cha kwanza tunazituhumu akili zetu na tutanguliza maandiko matakatifu. Huu ni msingi, na wao ndivyo walivyoamini hivyo na walifaulu. Ambapo leo katika Uislamu kuna baadhi ya makundi yanayojinasibu na Uislamu baada ya kuzisoma falsafa za kimagharibi, falsafa za Kigiriki na nyinginezo, waliona tofauti. Kila kitu wanataka kukihukumu kwa mujibu wa akili zao wao. Sasa hii itawezekana vipi bwana? Kwa nini mwanamume apate mbili, mwanamke apate moja? Itawezekana vipi bwana? Hii haiwezekani bwana, kiakili hii bwana haiwezekani kabisa. Hata mwanamke pia na majukumu, mwanamke pia binadamu, lazima kuwe na usawa. Uislamu umeamrisha uadilifu, wao wataka usawa. Kuna tofauti baina uadilifu na usawa. Uadilifu ni kumpa anastahiki anachostahiki. Usawa ni kutaka kulinganisha kile kitu sawa. Kanzu utakaompa mtoto wako wa miaka 15, basi hiyo hiyo umpe mtoto wako wa miaka 2, si ndio sawa? Kipima hii hapa na hii, basi sawa, hii ampe huyo. Uadilifu ni kumpa yule haki yake anayostahiki. Yeye anavaa mita 2 na robo, huyo anavaa mita 1 na robo. Ndio haki, ndio uadilifu. Lakini akili yako ambayo ishajaa matope, haiwezekani bwana, ili dhakari mithlu hadhi al-unthay, hapana, haiwezekani bwana. Ubaguzi huo. Kuna mambo mengi ya kuyapiga mifano ambayo yanaonyesha namna watu walivyokiuka msingi huu, lakini sio maudhui yetu. Nataka kusema tu kwamba sisi tunatakiwa tufuate ile misingi waliopita juu yake maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waliofuatia baada yao. Tukifanya hivyo tutakuwa tumesalimika. Tukienda kinyume na hivyo
tutaingia katika maafa makubwa kabisa, na madhara yake yatarudi kwa mtu mmoja mmoja, jamii na umma kwa ujumla. Kwa hiyo kuna hatari kubwa. Tunatakiwa tubaki katika msimamo na njia waliosimamia watangulizi wetu wema. Tuna wahenga wetu sisi, watangulizi wema katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika mambo ya itikadi, mambo ya ibada zetu, namna ya kuziendesha ibada hizo na kuzipitisha, kuzitekeleza kwa kila namna yake, misingi yake, misingi ya ibada na aina zake na kiwango chake. Vitu vyote hivi vitakiwa vizingatiwe kwa waliotangulia. Lakini pia katika upande wa suluk na tabia na mwenendo katika maisha yetu ya kila siku na miamala yetu. Uislamu umetufundisha sisi miamala na kumpa kila mwenye haki yake. Hili pia tulizingatie kwa mujibu wa misingi ya as-salafu salih. Kuna haki ya nafsi yako, kuna haki ya baba kwa mtoto wake, kuna haki ya mtoto kwa baba yake, kuna haki za ndugu zako waliozaliwa nao katika family, baba mmoja mama mmoja, baba mmoja tu au mama mmoja tu. Ndugu zako wa karibu na ndugu zako wa mbali wana haki zao. Kuna haki za majirani, kuna haki za wakubwa ambazo wadogo watakiwa wawatekelezee wakubwa na wakubwa wawatekelezee wadogo haki zao. Kuna haki za mtu mwenye ilmu kwetu sisi, alim, mwana wa chuoni ana haki yake ambayo wale watu walio chini yake watakiwa wampe haki ile. Kuna haki ya mwana wa chuoni kwa watu wake walio chini yake, ana haki atakiwa asitekeleze kwao. Kuna haki za watawala, huyu ni kiongozi, anatawala, anaongoza watu. Kuna haki ambazo raia watakiwa wamfanyie yeye, na kuna haki za kiongozi kwa raia wake. Yote haya yamejengwa katika misingi. Ukiangalia al-Qur'an al-Karim, ukiangalia as-Sunnah an-Nabawiyya sharifa, ukiangalia ufahamu na mwenendo wa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na as-salafu kwa ujumla, salafu salih, utakuta kuna ufafanuzi wa kutosheleza katika hili. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, mpe kila mwenye haki, mpe haki yake. Hutakiwi kukhalifu njia hiyo, na mukhalafa au kwenda kinyume na njia hiyo inawezekana ikawa ni katika upande wa itikadi au upande wa ibada, kwa kufuata, kwa kuitekeleza visivyo ilivyofunzwa, kadhalika kufuata matamanio ya nafsi. Mukhalafa au kwenda kinyume kwa aina yoyote katika maana hizi au katika sehemu zitatu nilizozitaja ni kujiingiza katika hatari na maangamivu, kwa sababu njia ishachorwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajibu wetu sisi ni kuipita. Ukikengeuka nje ya mchoro, ukikengeuka ile njia aliyoichora Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utaifuata njia ya shetani kwa kiasi cha kule kukengeuka kwako. Pengine unaweza kuchepuka kidogo, ukaingia kwenye kijinjia kidogo tu, au ukaingia sana ukatokomea moja kwa moja huko, wal-iyadhu billah. Lakini kukengeuka kuiacha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatari yake si ndogo, balaa lake ni kubwa. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Bila shaka ni aya 153 ya suratul An'am. Hii ndio njia yangu iliyonyooka. Jana nimeelezea aya hii. Hatutakiwi kuikhalifu, ifuateni
Kwa hiyo kwenda kinyume na njia hii ni kujipelekea kwenye maangamivu ya kuingia motoni kwa mujibu ya hadithi, kulluha fi nnari illa wahida. Qila ma hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Lakini pia ziko sababu zinazopelekea kuingia kwenye hatari hii ya kwenda kinyume na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa sababu hizo ni ujinga wa kutokuijua dini. Ujinga wa kutokuijua dini ni tatizo kubwa sana. Watu wengi wanaoingia katika upotevu wanapotezwa kwa sababu ya ujinga. Haya aliyatolea ishara Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasa katika wakati huu, yani hasa nyakati za mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad ولكن يقبض العلم أو ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. في مكوجة رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Haya maneno yamepokewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maana yake anasema Allah subhanahu wa ta'ala yeye haiondoshi ilmu kwa kuinyakua. Watu wamesoma, wamejitahidi katika jambo la ilmu na wanasomeshana, alafu ilmu imeondolewa. Haiondoki hivyo ilmu. Elimu itaondolewa kwa kuondoshwa wanawazuoni, kwa kufishwa wanawazuoni. Ikawa wanawazuoni wapo, watu hawataki kusoma, alafu wafa na elimu zao. Wakishaondoka wanawazuoni, ikafika wakati sasa hakubakishwa mwana wa chuoni yoyote. Hakuna mwana wa chuoni. Watu ukitafuta historia zao za kusoma ni za kuungaunga, hawakudumu katika jambo la ilmu, wababaishaji. Sasa anasema mpaka itakapofikia kwamba Allah hakubakisha mwana wa chuoni yoyote, watu watajifanyia na watajitengenezea viongozi wajinga. Yule bwana afadhali huyu bwana, mpeni huyu apewa uongozi. Tafuta hapa sasa, hapa nani anajua Qur'ani kidogo tusalisha? Huyu hapa. Si mmesoma vyuo huko mashule, pengine mfika pale hata ujitarajia mwenyewe, madrasa kwenyewe ulikuwa huendi vizuri, lakini wajua kidogo. Sasa itakuwaje? Basi huyu hapa ndio wa shekhe hapo. Sasa watu mambo ya kuzima moto sasa hapo, sasa itakuwaje? Huyu atatuswalisha, huyu wafaa huyu. Hakuna vigezo vyovyote vilivyozingatiwa. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watajifanyia viongozi wajinga. Fasuilu, wajinga wale wataulizwa. Faaftau bighairi ilmi, na watatoa fatwa pasi na ilmu, hivi wajitolee fatwa tu. Fadhallu wa adallu, watapotea na watapoteza watu. Kwa hiyo ujinga ni janga kuu katika umma ambalo linapelekea watu kuingia katika upotofu. Miongoni mwa sababu za kupotoka kuiacha njia ya haki ni ujinga wa kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuijua misingi ya salafia. Lakini pia kutokuichukua elimu kutoka kwa wanawazuoni walezi. Mtu anaweza kusoma, sasa hivi kuna njia nyingi za usomaji, ukasoma online, hata shekhe wako humjui nani, ukasoma kwenye mitandao huko, ukamsikiliza huyu, ukajikuta una elimu nyingi. Kila kitu unaweza kukitolea maelezo kwa sababu ya kufuatilia kwako mambo. Lakini elimu hukuichukua kutoka kwa ulama wa rabbani, hukukaa kusoma. Hizi ni njia zinazosaidia kuongeza maarifa, hatuwezi kuzikataa kwamba bwana mitandao sasa haifai kabisa. La, hatusemi hivyo.
ni katika vitu vyenye kuongeza na kuchagiza katika suala la maarifa, lakini sio kwamba ndio mwanzo ndio mwisho watu kwamba sasa vyuo vifungwe, madarasa zifungwe, haina haja tena. Kwa nini? Kwa sababu mitandao ipo. Kuna watu wana fikra hizo, lakini skuli waenda hawasemi kwamba skuli nazo zifungwe. Kwa nini serikali yaweka mabajeti makubwa kujenga maskuli, kuhakikisha wanafunzi kwa maskuli wanakula, wanalipiwa karo zao, ya nini sasa? Kama mtandao upo, simweke nyumbani tu bwana akasoma. Baada ya miaka 7 akashakuwa daktari, fanya operation, ataanza na yeye babake. Sio kiumu atakufanyia operation. Nini? Kwa sababu amesoma kwa mtandao. Wewe unaona kwamba inawezekana jambo hilo? Sasa vipi kefu katika jambo la dini? Vipi itakuwa katika jambo la dini? Kwa hiyo upotoshaji mwingi unapatikana kwa watu kuichukua elimu kutoka kwenye vyanzo visivyo sahihi, kutoka kwa wanawazuoni. Ni sababu ya kuingia katika inhirafu kwa kuiacha njia hii. Lakini jambo jingine, mtu anaweza kusoma lakini ana matashi binafsi, kufuata matashi binafsi, kufuata matamanio ya nafsi yake, na akatanguliza utashi wake mbele ya dalili, akaleta upinzani, akapindisha, akapeleka kule, lakini yote ni kujitafutia kutakuiridhisha nafsi yake kwa utashi wake binafsi. Lakini sababu nyingine inayopelekea katika kupotoka al-inhiraf an manhaj al-haq ni at-ta'athur bil afkari ad-dakhila, ni watu kuathirika na fikra zinazoletwa kutoka nje ya Uislamu. Watu wasiokuwa Waislamu kwa miongoni mwa juhudi zao kubwa walizowekeza ni kuleta fikra zilizo kinyume na mafunzo ya Uislamu, lakini zinafanana na Uislamu. Hawezi kukwambia moja kwa moja kwamba riba halali bwana, riba halali bwana. Atakuletea muamala unaofanana na wa Kiislamu ili akuchanganye katika lile, ili ule riba. Atakuletea fikra inayofanana kwa mbali na Uislamu ili uipokee fikra ile, lakini ndio inakutoa katika Uislamu. Hapa mimi nina mifano mingi sana ya makundi mengi sana yanayoonyesha namna ilivyoathirika na fikra kutoka nje. Lakini makundi yote hayo au fikra zote hizo, kinga yake kuu ni ilmu sahihi kutoka kwenye vyanzo sahihi, lakini pia manhaji sahihi ndio dawa yake. Kwa nafikiri makafiri walilala baada ya vita vya msalaba na kuhakikisha kwamba Waislamu wametoka Spain, hawako tena Ulaya, na wao sasa wana nguvu. Katika mambo walioyapanga makafiri, Mayahudi na Manasara, ni kuhakikisha wanaingia kwenye miji ya Waislamu kwa njia 3. Njia ya kwanza ni kuwatawala kimabavu, unaoitwa ukoloni, wenyewe al-istimar. Kundi hili limeingia kwa ajili ya kuzipora mali na rasilimali za nchi zote zilizokuwa zao. Wakagawana nchi hizo, wakaingia katika nchi, wakakomba rasilimali zao. Walitumia njia hiyo ya kiutawala na kimabavu kwa silaha. Tunasikia wakoloni kama walivyokuja Wareno, walivyokuja Wajerumani, Wadachi, walivyokuja Waingereza, Wataliano, Wabelgiji na wengineo. Alhasil walitumia njia hiyo, na njia nyingine ni njia wanaita njia ya tabshir wa mishonari, kwamba wanakuja kutangaza dini na neno la Mungu, lakini wakiwa wanalindwa na hawa wenye silaha nyuma. Na njia ya tatu ni almustashriqun, wataalamu maalum waliopelekwa katika baadhi ya nchi za Kiislamu kwenda kuusoma Uislamu,
kina Arendt Jan Fensing Mholanzi na wenzake, kundi kubwa la watu kwenye karne ya 19. Kuna waliokwenda Lebanon, kuna waliokwenda Syria Damascus, kuna waliokwenda Misri, kuna waliokwenda Baghdad Iraqi na sehemu mbalimbali, wakenda wakabobea kwenye fani mbalimbali za Kiislamu. Wako waliobobea katika lugha za Kiarabu wakawa udaba, yani wakawa ni wanafasihi wazuri wa lugha ya Kiarabu. Wako waliobobea katika mambo ya historia ya Kiislamu, wako waliobobea katika mambo ya hadithi, wako waliobobea katika mambo ya Qur'ani na visomo vyake, wako waliobobea katika kila fani katika sheria ya Kiislamu, na wameandika vitabu. Huyo Arendt Jan Fensing na kitabu chake pale kimoja kinaitwa Miftahu Kunuzi Sunna, Mholand, kafir, lakini amesoma akajua akafuatilia. Sasa cha kufanya ni nini? Waanzishe university zao, lakini katika vitengo wanavyoviweka waeka Islamic study, Islamic studies hivi, alafu wachukua waislamu wale wale sasa wanakwenda kuwafanyia brainwash katika vyuo vyao. Akija hapa utamwona muislamu ataja aya, ataja hadithi, lakini kashatengenezwa tayari. Wewe huna unalolijua kwa sababu hukutaka kusoma. Nakumbuka miaka ya nyuma, si mwaka gani, kama baadhi yenu waliwahi kufanya muhadhara huu kuhusu almustashriqun Ubungo Mataa pale. Vijana wengi wa chuo walikuwepo wakati ule. Kwa mwaka gani? 2000 na ngapi? 11, 12, 13 hapa. Nilizungumza ile jambo. Leo sio mahali pake. Lakini nataka kuwafahamisha tu kwamba kuna fikra chafu zilizotengenezwa nje ya Uislamu ili kuuchafua Uislamu. Wewe umejipanga vipi? Ndio pale sasa utakuta, ndugu Waislamu, kuna msahafu mpya umetolewa na Mayahudi sura hivi. Huo tutahadhari, wenye hofu nyinyi msitaka kusoma dini. Sisi hata waandike kitu gani sasa, watoto wadogo tutajua kwamba hii si aya, hii si Qur'ani. Wewe ukitaka kufanya hivyo, jaribu siku moja uje uswalishe hapa alafu usome unavyotaka wewe. Fahamu? Mahali pa wa useme fa, utaambiwa sio fa, ni wa. Kwa hiyo miongoni mwa sababu zinazopelekea kuingizwa katika watu kupotoka, kuiacha njia ya haki, ni fikra kutoka nje. Na fikra kutoka nje itaathiri ikiwa ndani ni kubovu, ndani yetu sisi. Lakini ndani kukiwa imara, kwa maana sisi tuna manhaji sahihi na ilmu ya sawa sawa, haiwezi kutuathiri fikra hiyo, bali tutapambana nayo kielimu. Miongoni mwa sababu nyingi, ziko sababu nyingi tu, lakini mtu anaweza kupotoka kwa sababu ana wafuasi wengi, followers wake ni wengi, ana milioni 10, 20 na basi anapata ghurur. Akisimama mbele za watu 10,000, 20,000 watamsifu. Wewe ile haki yako unayomwambia haiwezi kumbabaisha. Kwani nini bwana, mimi nishasema hivi na watu wangu mimi. Kuna watu wanaghurika na hayo. Kuna maeneo yanayoweza kuathirika na suala hili. Kabla sijafika katika njia ya kujikinga,